Bwana, kwa taarifa ambazo ni za uhakika kabisa ambazo nimezipata kutoka kwenye chanzo changu cha kuaminika ni kwamba kocha wa Young Africans Hamdi Milud ataondoka Yanga mwishoni mwa msimu huu. Baada tu msimu kumalizika na atafungasha virago vyake, ataondoka kwenda kutafuta changamoto nyingine. Na sababu kubwa ambayo inatajwa kuna sababu kama 4 ambazo zinatajwa, lakini ukizisikiliza kwa umakini unaweza kugundua kwamba ndo kama zile ambazo zilipelekea baadhi ya makocha wengine ndani ya Young Africans wakaondoka. Kama unakumbuka kutofautiana kama unakumbuka wakati anaondoka Miguel Gamondi, sababu kubwa ambayo ilitajwa ni kutokuwa na mahusiano mazuri na rais wa club ambaye ni Engineer Hersi Said. Lakini pia Sidramovic pia kuna baadhi ya vitu ambavyo alikuwa anapendekeza, wa baadhi ya viongozi walikuwa wanakataa, kitu ambacho kilipelekea akaamua kuondoka zake baada ya kupata ile ofa kutoka wapi kule Algeria. Lakini pia hata Miguel Gamondi aliondoka zake, ingawa sababu walitaja ni matukio mabaya, lakini kweli ni kwamba kulikuwa kuna sababu nyingi ambazo zilikuwa zinapelekea anaondoka, na kunafika wakati hata yeye pia alikuwa hana mahusiano mazuri na baadhi ya wachezaji. Sasa kwa taarifa ambazo nimezipata ni kwamba Hamdi Milud ni kocha ambaye ana mapendekezo yake kama kocha, lakini pia viongozi nao wana mapendekezo yao kama viongozi. Kwa hiyo kuna sehemu wanatofautiana. Moja ya vitu ambavyo wanatofautiana ni kutokuwa na maelewano mazuri na baadhi ya wachezaji. Kwamba kuna wachezaji ambao anataka wapumzike kutokana na viungo vyao kuwa chini, lakini viongozi wanataka wachezaji wacheze. Kwa mfano kuna wakati alipendekeza Aziz Ki aweke kwanza nje kwa sababu ya harusi ambayo alikuwa nao, kama unakumbuka kipindi kile anafunga harusi na Hamisa Mobeto. Sasa ni moja ya kitu ambacho mwalimu alihitaji mchezaji apumzike kidogo, asicheze, lakini baadhi ya viongozi wanataka acheze. Na ndio maana unakumbuka alitoka kufunga harusi, kesho yake akaenda kucheza mechi. Kuanzia zile siku zote mbili, yaani ametoka kufanya sherehe, kesho yake ameenda kucheza mechi, kwa sababu baadhi ya viongozi wanahitaji acheze. Na ndio maana unakuwa kuna kipindi alikuwa haonishi kwenye kiwango bora, lakini baadhi ya viongozi walikuwa wanataka acheze, kitu ambacho kwa mwalimu kilikuwa sio sawa. Yeye alikuwa anatofautiana kwa kiasi kikubwa sana. Lakini pia inaonekana kama kuna wachezaji ambao wanawasikiliza zaidi viongozi kuliko kocha, na kuna wakati kocha pia hana mamlaka ya kuamrisha baadhi ya wachezaji wafanye baadhi ya vitu ambavyo yeye kwa anaviona ni sahihi kwa mchezaji. Kwa kuna muda unakuta ule ukaribu wa wachezaji na viongozi unapelekea yeye anashindwa kupata ile nguvu ya kufanya kazi yake kwa ubora ambao unatakiwa. Na kama unakumbuka, hii pia amewahi kuizungumzaga Papa Munyi Zahera wakati ule akiwa na Yanga, kwamba kuna wakati analazimishwa kutumia baadhi ya wachezaji ambao hataki kuwatumia, lakini wale wachezaji ambao anataka kuwatumia yeye unakuta kuna wakati wanawekewa vichango, anakataza kuwatumia. So ni moja ya changamoto ambayo imekuwa ikizungumzwa muda mrefu. Kwa hiyo hapo ni moja ya changamoto ambayo inazungumzwa kwa taarifa ambazo nimezipata, kwamba kulazimishwa kutumia baadhi ya wachezaji. Lakini pia kitu kingine, amependekeza mabadiliko ya kikosi kwa msimu unaokuja, kwamba kuna baadhi ya wachezaji wanatakiwa kuondoka. Sasa miongoni mwa wachezaji ambao amewataja kama wanatakiwa kuondoka ni pamoja na Kennedy Musonda, lakini Kennedy Musonda ni kipenzi cha rais wa Young Africans, yani ni mchezaji ambaye rais anamkubali sana. So sometimes hiyo pia yale mapendekezo ambayo anahitaji, ikiwemo baadhi ya wachezaji kuondoka, akiwemo Kennedy Musonda, inaonekana kama baadhi ya viongozi wa Young Africans hawakubaliani naye, kwamba kuna wachezaji ambao anaona kwamba hawanastahili kuendelea kuwepo Yanga. Lakini kama unavyojua Kennedy Musonda ni mchezaji ambaye amekaa Yanga kwa muda mrefu, lakini hajawahi kuwa kwenye kiwango bora chini ya Miguel Gamondi, chini ya Hamdi Milud, chini ya Sidramovic, hajawahi kuwa kwenye kiwango bora. Kwa hiyo yeye anaamini kwamba huyo ni mchezaji ambaye anapaswa kuondoka na kupisha nafasi waje wachezaji wengine. Lakini sio huyo tu, wachezaji kina Jonas Mkude, wapo watu kama kina Sugar Boy, wapo watu kama kina Dennis Nkane, Kibwana Shomari, ni miongoni mwa wachezaji ambao wanahitaji kufanya mabadiliko ya kikosi kwa msimu unaokuja, lakini inaonekana kama viongozi hawakubaliani naye. Lakini kuna aina ya wachezaji ambao yeye amewapendekeza kama kocha, bado inaonekana pia viongozi ni kama hawapo tayari kufanya kile ambacho yeye mwalimu anakihitaji. Kwa hiyo yeye anaona kama mwalimu atashindwa kutekeleza wajibu wake ipasavyo. Kwa hiyo it is better akaondoka, akawaacha Yanga waweze kuendelea na maisha yao mengine mwishoni mwa msimu huu. Kwa hiyo ukiangalia tu hizo sababu pia za wachezaji, na tunajua mara nyingi hata Young Africans ikisajili wachezaji, humuoni kocha akienda kusajili wachezaji. Mara nyingi utamwona ni Engineer Hersi ndio anaenda kusajili wachezaji. Kwa hiyo kwenye hilo, hata kama asingelizungumza, sisi tunajua kwamba mara nyingi makocha wa Yanga hawahusiki sana kwenye kusajili. Wanahusika kwenye kusajili sana kwa kiasi kikubwa ni viongozi, na mtu ambaye anakuwa front sana ni Engineer Hersi Said. Ndio mara nyingi unamwona anaenda mpaka nchi za nje kutafuta wachezaji, anakuja anaenda kuangalia mwenyewe, anakuja na wasajili. Kwa hiyo ni kitu ambacho hata kama asingetuambia, sisi tunajua tu kwamba mara nyingi Yanga haimpi nafasi kocha
kusajili wachezaji. Yaani mara nyingi wachezaji wanasajiliwa na viongozi na mwisho wa siku kocha anakuja kutumia. Lakini pia issue nyingine ambayo inatajwa hapa ni kwamba wakati anajiunga na Young Africans walikubaliana kwamba ndani wakishacheza michezo 5 kuna maslahi yanatakiwa kuongezeka. Sasa inaonekana kama mambo hayajakwenda vizuri kama ambavyo walikubaliana. Na huyu ni kocha ambaye tangu amejiunga na Yanga ameshinda michezo yake yote kwa 100%. Mchezo ambao wa JKT Tanzania ambao Yanga alitoka sare ni mchezo ambao yeye alikuwa tayari ameshatangazwa kwa kocha wa Yanga, lakini hakusimama kwenye bench. Ingawa tayari alikuwa ameshatangazwa. Ndio mchezo ambao Yanga walipata sare. Lakini michezo mingine yote chini ya Hamdi Milod, Yanga wamepata matokeo ya ushindi kwa 100%. Ninavyosema matokeo ya ushindi kwa 100%, yani ni ile kwamba wameshinda mechi zao zote kwa kupata alama 3 kwenye michezo yote. Maana yake ukiondoa mchezo wa JKT ambao tayari alikuwa ameshatambulishwa lakini kukaa kwenye bench, hiyo michezo mingine yote amepata matokeo ambayo ni mazuri. Kwa hiyo sisi tusubiri tuone itakuwaje, lakini ukweli ni kwamba kwa taarifa ambayo nimeipata, mwishoni mwa msimu huu Hamdi Milod ataondoka Young Africans na kwenda kutafuta changamoto sehemu zingine. Inawezekana akaendelea kubaki Tanzania, na kama unakumbuka ni kocha ambaye wakati anasajiliwa na Singida na Yanga alitokea Singida Black Stars. Kwa hiyo inawezekana akarudi Singida au akaenda timu nyingine yoyote, inawezekana pia akaenda Simba, inawezekana pia akaenda timu nyingine yoyote. Kwa hiyo ni hatujui ataenda kwenye timu gani, lakini ukweli ni kwamba ataondoka Yanga mwishoni mwa msimu. Na Yanga imekuwa na changamoto kubwa kufukuza makocha kwenye siku za hivi karibuni. Ndani ya msimu tu huu mmoja tayari Yanga imefurusha makocha 3. Miguel Gamondi, Sedramovic pamoja na huyu Hamdi Milud ambaye ataondoka. Maana msimu unaokuja Yanga itakuwa na kocha mwingine ambaye pia pengine wataenda naye sasa pre-season na kila kitu kitaanza upya, au kama itatokea labda wakampa Sedramovic kile ambacho anakihitaji, kuna uwezekano mkubwa pengine akabakia, lakini possibility ya Hamdi Milud kubakia Yanga ni ndogo sana. Kwa 80% ataondoka mwishoni mwa msimu huu.